Naam, mwana michezo, karibu tuyamulike na tuelezame yale yote yenye ujazo wa michezo kwa kina. Bwana, kubwa tunatazama maandalizi na mazoezi ya kikosi cha vijana wa Young Africans, ikiwa ni takriban siku mbili zimesalia kabla ya kikosi hichi kuvaana dhidi ya wapinzani wao vijana wa kikosi cha KMC, mchezo ambao unataraji kupigwa mnamo tarehe 9 ya mwezi huu wa 11 katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam. Moja mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi, moja mchezo ambao pia unataraji kuwa na ushindani. Wamiliki wa uwanja ni KMC, lakini watakao kuwa wenyeji ni Young Africans ambao pia wanaotumia uwanja huo kama uwanja wao wa nyumbani. So timu zote mbili, kila mmoja anahitaji kupata alama tatu ambazo anaamini zinaweza zikawa ni msaada mkubwa kwa upande wake yeye na kumpeleka katika nchi ya ahadi na kutimiza idadi kubwa ya mahitaji ya kila ambacho kila mmoja anahitaji na anaitazama pia timu yake katika ustadi na uweredi wa hali ya juu katika upande huo. Kikosi cha Young Africans leo hii chini ya Pedro Soares Goncalves tumeshuhudia nyota wote ambao wamekuwa katika utimamu wa hali ya juu wakirejea mazoezini. Pacome Zouzoua ni moja ya taarifa njema zaidi kwa mashabiki wa Young Africans baada ya kumkosa katika mchezo uliomalizika, Young Africans akipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Mtibwa Sugar, mabao ya Zimbwe pamoja na Celestine Ekua, lakini Mudathir alikosekana katika mechi hiyo kulingana na majeraha pia ambayo yalikuwa kimkumba, lakini wote hawa wawili tayari wameweza kurejea. Baka yeye pia hatakuwepo kwa sababu ni mwendelezo wa kuitumikia adhabu ambayo alipewa na bodi ya kamati ya usimamizi ya saa 72, lakini itakuwa ni mechi yake obviously mechi ya pili, so atakuwa amebakiwa na mechi tatu katika upande huu. Ukitazama kwa Mzize atakosekana obviously mwaka huu, hatoitumikia Young Africans, atarejea mwaka kesho, ndio wakati ambao tutamshuhudia baada ya kufanyiwa upasuaji. Lakini pia ukija kwa Yao Kwasi, huyo pia naye atarejea mwakani mwezi wa kwanza. So au ni sehemu ya wachezaji ambao kwenye hii session ya kila ambacho mwalimu anazidi kuandaa hawapo. Yao Kwasi upande wa Mzize pamoja na Ibrahim Abdullah Baka ambaye kwenye mechi za ligi hawezi kucheza, lakini katika haya maandalizi ambayo mwalimu anazidi kuyaweka kwa wachezaji wenzake, mfumo namna ambavyo anazidi kuwaingizia mfumo wake wachezaji upande wa Young Africans, Ibrahim Abdullah Baka ni sehemu message ambao anashiriki mazoezi na maandalizi ya hichi ambacho tayari Pedro Soares Goncalves anazidi kuitengeneza Young Africans. Ukitazama Yanga namna ambavyo wamekuwa katika ubora wa hali ya juu, ni moja ya timu ambayo inadhihirisha na kuweka wazi zaidi kwamba wana uwezo wa kuja kutimiza idadi kubwa ya lile jambo ambalo wamejiwekea. Malengo makubwa ya Yanga ni kuhakikisha kwamba wanafika katika hatua ya kulitoa taji hili la NBC. So main target ni kuhakikisha kwamba wanalitoa taji hili kwa mara ya 5 mtawalia. Wamefanya hivyo misimu minne iliyopita, sasa ni wakati ambao wanahitaji pia kufanya hivyo katika msimu wa 5 mtawalia katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Kikosi leo hii kimefanya mazoezi, then kesho wanafanya pia mazoezi, na kesho kutwa kwa maana ya Jumamosi kikosi kinafanya mazoezi yake ya mwisho kabla ya kwenda kuvaana dhidi ya KMC. Mchezo huu utapigwa saa 10 kamili jioni Jumapili ya wiki ya tarehe 9 mwezi wa 11. So kiukweli haya maandalizi ambayo mwalimu anazidi kuyatengeneza na namna ambavyo wachezaji kama Pacome Zouzoua, Mudathir wameweza kurejea na wachezaji wengine akina Dumbia, akina Dennis Kane, akina Faridi Musa, akina Izra Patrick Mwenda, akina Shedrack Isaka Boka, akina Zimbwe, ukitazama akina Baka, ukitazama akina Jobu, akina Bakari Nondo Mwamnyeto. Hili ni rundo kubwa zaidi ya wachezaji ambao tayari wanazidi kugeni na kupata kile ambacho wanahitaji, na mwalimu anazidi kupata nafasi kubwa zaidi ya kutazama ni namna gani ambavyo timu atakuja kuipeleka katika nchi ya ahadi na kutimiza yale makubwa ambayo tayari upande huu wameweza kujiwekea. So maandalizi ya Young Africans yanazidi kuiva na mazoezi makali zaidi yakiwa yameonekana siku ya leo hii. Bado obviously naweza nikasema bado siku mbili tu ili tuweze kuishuhudia mechi ya Young Africans katika hichi ambacho tayari kinaandaliwa na mwalimu mpya anayejulikana kwa jina la Pedro Soares Goncalves. Pengine upande wako unaamini hichi ambacho Pedro anakiandaa ndani ya Young Africans, tuitegemee Young Africans ya aina gani katika wakati huu? Comment yako ni muhimu zaidi katika upana huu, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza unatembelea YouTube channel hii, hakikisha pia umeweza kusubscribe ili usipitwe na taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa michezo kwa kina zaidi.